katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani, kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Kwa hiyo tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo. Hadidu rejea ya tatu ni kuchunguza madai ya watu kupata majeraha makubwa kutokana na matukio ya matumizi ya silaha za moto kinyume cha sheria, taratibu na miongozo iliyopo. Hapa tunakwenda kuangalia watu waliopigwa risasi za moto nje ya maeneo ya ghasia na watu kupotea kipindi cha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Hadidu rejea ya 4 ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi kinyume na sheria, taratibu na miongozo iliyowekwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na hadidu rejea ya mwisho ni kuchunguza suala lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Hizo ndio hadidu rejea 5 ambazo tume hii imepewa jukumu la kwenda kuzifanyia kazi. Tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Kwa hiyo wale walikuwa wanachunguza, kulikuwa na vurugu, kulikuwa na ghasia, ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani waliopanga, kuratibu, kufadhili na kufanya ghasia, na pia haikwenda kuangalia ni kina nani waliosababisha majeraha, maumivu, vifo vilivyojitokeza wakati wa zile ghasia. Kwa hiyo tume yetu iko sehemu hii ya pili. Tofauti iko hapo. Tume ya Mheshimiwa Chande ilikuwa na wajumbe wake tofauti na hadidu za rejea zao zikilenga kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani pekee. Na tume hiyo ilipokamilisha kazi yake ndio iligundua kwamba kuna masuala mahususi ambayo yanapaswa kufanyiwa uchunguzi wa kina, na ikapendekeza hivyo kwa Mheshimiwa Rais kwamba ikiwezekana kwa busara zake aunde tume kwenda sasa kuangalia matukio walioyagundua wakati wanafanya uchunguzi wao, ili kwenda ndani zaidi na kutambua mambo mbalimbali kama hivi nilivyoeleza, kwamba sasa sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Halafu pia tuangalie masuala ya madhara, kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile, nani wahusika na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Ninaamini kwamba Bwana Balile mnafahamu thamani ya utu kama ulivyobainishwa kwenye matamko mbalimbali ya kimataifa. Kuna Universal Declaration of Human Rights, kuna African Charter on Human and People's Rights. Thamani ya mtu hailinganishwi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo wajibu wa tume ni kwenda kuangalia ule udhibiti ulikuwa wa kiasi gani kwa mujibu wa taratibu na sheria. Hizi ndio tofauti kuu zinazotofautisha tume hii na tume ya Mheshimiwa Jaji Chande.
Hadidu za rejea umesikia zikitajwa na mwenyekiti wa tume ya kijinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais kuchunguza swala ama matukio yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa amezichambua hadidu hizo za rejea kuwa ni kuchunguza na kubaini wahusika na namna kila mmoja alivyohusika katika kupanga, kufadhili, kuratibu au kufanya ghasia kwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu 2025. Hadidu nyingine amesema ni kuchunguza matukio mahususi ya ghasia hizo yakiwemo vikiwemo vifo visivyo vya kawaida kwa watoto na watu wa makundi maalum. Jaji Lila pia ameitaja hadidu nyingine ya rejea kuwa ni kuchunguza madai ya watu kupata majeraha makubwa kutokana na matumizi ya silaha za moto kinyume na sheria, taratibu na miongozo iliyopo. Hadidu hiyo pia inahusisha uchunguzi wa watu kupigwa risasi za moto nje ya maeneo yao, kwa maana nje ya maeneo ya ghasia, na watu kupotea kipindi cha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025. Mwenyekiti huyo pia ametaja hadidu nyingine ya rejea ama ya 4 kuwa ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi kinyume na sheria. Lakini pia amesema tume hiyo itachunguza swala lolote ambalo itaona ni muhimu na linaendana na majukumu yake. Master, tulijadili haya na nakumbuka tulikuwa tuna ugeni kama wiki 2 nyuma hivi. Naisa alikuwa ni wakili Maduhu. Yes, akaja akasema bado hazijatolewa hadidu za rejea. Kwa hiyo zikitolewa ndo inakuwa ina nguvu kujadili. Tena ilitakuwa kabisa tungemuita yule. Of course. Lakini sema tu ndio hivyo imeshtukiza kwa hiyo sio mbaya. Lakini katika hili baada ya hadidu za rejea kutajwa, na nataka tujadili hili kwa sababu ndo kitu ambacho kilikuwa kama kikisubiriwa kwamba tunataka tufahamu hii tume inakwenda kugusa nini. Kwanza ukilinganisha hoja ama hadidu za rejea za tume ya Jaji Chande na hadidu za rejea za tume hii ya Jaji Lila, kwanza utofauti wake unauona uko wapi? Yeye kafafanua, lakini sasa tunakuja kwenye jicho la kiuchambuzi. Kuna wengine ambao wanasema haina utofauti, kuna wengine ambao wanasema utofauti kweli upo, lakini kuna wengine wao wanasema pameguswa zile sehemu ambazo zilitakiwa kweli kuguswa, lakini kuna wengine wanasema bado. Sasa nataka tuanzie hapo Master, tupachangamshe huko vijana na nyoa wa kila madini. Unasemaje Husna pamoja na ndugu yangu Kija? Tuko sawa. Tule madini. Karibu sana. Unajua mwenyekiti, mimi ningekuwa ningemshauri Mheshimiwa Rais wangeendelea wale. Yaani ilitakiwa wale Jaji Chande na tume yake iongezewe muda, kwa sababu imefanya mambo makubwa sana mle ndani. Bahati mbaya sana hatukusomewa ripoti yake. Lakini mimi nina uhakika kwa sababu vitu vingi ambavyo Jaji Lila hapa anazungumza anarifaa tume ile. Unaona Kwa hiyo ile tume mambo mengi sana inayo ile tume, kwa sababu wanasema watu 500 sijui walikuwepo karibu na kituo cha polisi, watu wachache tu kutoka kituoni. Kwa vivyote itakuwa wanajua hiyo nyumba iko wapi, lakini sasa itabidi sasa wale sijui au wapewe ripoti ile wawe wanaangalia pale, afu washughulike tena hawa kutafuta au kuelekezwa hiyo nyumba ilipo. Yani kuna mambo mengi sana ya ile tume ilibakia ni kumalizia tu. Yani mimi kwa kusema kweli ningekuwa ni mshauri wa rais, ningemwambia kwamba ile tume tuiongezee muda ili haya mambo ambayo wamepangiwa Jaji Lila na tume yake ingemalizia ile, kwa sababu wana mwanga mkubwa wa yale yaliyotokea siku ile. Lakini hawa ambao wamechaguliwa leo au wanaanza kazi leo, kwa vyovyote vile itabidi wategemee sana uchunguzi au ripoti iliyoandikwa na Jaji Chande na tume yake. Lakini kubwa pia, watu wengi sana jana walikuwa wanajadiliana kuhusiana na, walimsikiliza nafikiri huyu Jaji Lila, wakasema mbona hajazungumza lolote kuhusiana na maiti za watu zilizopotea. Kwa sababu kuna madai kwamba watu wengine walikwenda mahospitali wakaona ndugu zao pale marehemu, lakini walipokwenda kesho kutwa hawakuona.
Kwa hiyo hilo nalo ni tatizo kwa sababu kama mtu ulihifadhi maiti alafu kesho anakuja mwenye maiti anakuta haipo, alafu wewe huna maelezo ya kutosha. Mimi nafikiri na huko pia waingie Jaji Lila pia waingie kule aone hilo swala linakwenda wapi. Lakini pia amezungumza hapa kwamba matumizi ya silaha zile za moto. Unajua mimi siku hiyo bahati nzuri sana nilikuwa hapa ofisini. Sasa magari yale yakipita huko nje wanapiga risasi ovyo ovyo, ilikuwa kuna mlio wa risasi na kuna mlio kama vile wa vilipuzi vikubwa. Yani risasi, unajua ikipigwa risasi unajua hiyo ni risasi. Sasa kuna vilipuzi vikubwa ambavyo vilikuwa vinatikisa kabisa mpaka ukikaa sehemu unatikisika. Tujue hiyo ni nini na kwa nini walitumia vitu kama vile, na nani aliwaambia watumie vilipuzi vikubwa kama vile. Kwa hiyo iko shida kubwa. Kwa sababu gani? Hata kwenye mauaji haya, unajua kuua watu zaidi ya 500 ni wengi sana, walikuwa hawana mawasiliano. Hilo ndio jambo la msingi hilo, mawasiliano, kwamba huko Mwanza vipi huko, au huko Mwanza bwana wameuawa watu 20, huko Arusha bwana watu sijui 30, huko. Sasa majumuisho yale lazima polisi wanakuwa awepo mtu wa kujumuisha. Sasa vifo vikishafikia 100, si lazima mtu yule ambaye anakusanya zile takwimu awaambie wakubwa huko kwamba jamani, mauaji yameshakuwa makubwa, tumefika 100 au tumefika 70. Sasa huyo mkubwa huko atasema endeleeni tu kuua, endeleeni. Haiwezekani. Mambo ya jeshi ni kwamba mauaji kama yale, ukipata ripoti kubwa kama ile, lazima angetokea mtu astopishe kwamba mauaji haya yamekuwa makubwa au idadi ya waliouawa ni wakubwa. Basi busara ingetumika pale kwamba badala ya kutumia risasi hizo za moto, hebu siku mbili hizi tumieni labda blanco, yani risasi za mpira zile, au tumieni mabomu ya machozi. Lakini sasa wewe utaambiwa wamefika watu 200, utawaacha tu waendelee kuua watu. Sasa hilo ni tatizo kubwa sana kwa upande wa jeshi la polisi, kwa sababu mauaji haya ni makubwa na hayajawahi kutokea katika nchi hii. Na wengine kama hivyo unaambiwa kwamba waliuawa kwenye majumba yao. Mtu huko nyumbani wala hakwenda huko kwenye kuandamana, lakini risasi zimepigwa. Ndio. Zimepigwa na watu wamekufa wakiwa kwenye majumba yao. Nani aliwaambia hawa polisi waende kwenye majumba ya watu kutafuta watu kuwapiga risasi? Hilo lazima tupate jibu. Na ndio maana mimi nikasema kwamba Jaji Lila ana kazi kubwa sana, kwa sababu yeye anatakiwa identify au awatambue kabisa watu hao waliofanya mambo hayo, watu walioua watu. Maana kitu kikubwa hapa, pamoja na mambo yote ghasia na nini, lakini jambo kubwa ambalo limeudhi watu, jambo kubwa ambalo watu wana hasira nalo, ni jinsi ambavyo ndugu zao wameuawa, wengine bila hatia. Kwa sababu mwingine alikuwa yuko naye pale, yuko kwenye TV anaangalia, risasi imeingia, mtu amekufa pale, amepigwa risasi, kapasuliwa kichwa. Kwanza sio ethics za polisi kupiga risasi watu vichwani. Yaani hiyo inakatazwa kabisa kwenye PGO, ile imeelekeza kabisa kwamba polisi anapoona watu wanavunja sheria au ghasia, wanaelekezwa kupiga watu risasi za miguu, sio kwenye kichwa au kwenye kifua. Hiyo ni kazi ya jeshi. Wanajeshi ndio kwenye mafunzo yao jeshini kule. Sisi kule jeshini kule tunajifunza, hatuelekezwe kumpiga adui miguu. Tena ukienda kwenye range kule, yani kwenye kulenga shabaha, miguuni, unapiga watu miguu ili iwe rahisi kuwakamata, uwafikishe kwenye vyombo vya sheria. Lakini kupiga watu, kupasua watu vichwa kwa risasi ni wrong kabisa. Kwa hiyo Jaji Lila, hayo yote hayo atatakiwa watu awaeleweshe nani alifanya mambo hayo
Oda ndo watu wanauliza sana, oda ilitoka wapi? Kwamba bwana nendeni mitaani huko piga watu kwenye mitaa yao. Si sawa sawa. Kama kuna mtu kweli alitoa oda hiyo kwamba watu wafuatwe mpaka mitaani ndani kabisa huko kwenye sebuli zao wapige risasi, hilo sio jambo jema na mtu huyo hafai kabisa kuwepo kwenye jeshi la polisi, kwa sababu amesababisha maafa, amesababisha kuchafua nchi yetu. Sasa hivi imeonekana ya hovyo, sio tena kisiwa cha amani. Sasa na lawama zote hizo inalaumiwa serikali. Hivi ile ya pili haijajibu swali hilo. Hawajajibu, hawajaeleza chochote. Tunataka watu nani ni Kijo atajwe, si Husna atajwe, Master atajwe. Hivyo inatakiwa hivyo. Za rejea namba 2 inasemaje mwenyekiti hapo? Hadidu za rejea namba 2, ngoja nisome maana ninazo. Hizi utaki kuongeza ya kwako. Hadidu za rejea ya pili ni kuchunguza matukio mahususi ya ghasia hizo, vikiwemo vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Hiyo ni ya pili. Ndio. Anasema katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida kwa upande wa watoto na watu wa makundi maalum. Tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo pia. Na manake unaposema watoto na makundi maalum, ndo hapo sasa unakuta kuna mtu alikuwa amekaa zake ndani ina mlima. Hizo taarifa pia tulizipata. Na hiyo tulizipata kwenye ripoti ile ya Jaji Chande, ule muktasari wake ambao alitoa pale Ikulu. Kwa hiyo kiufupi ndo hiyo. Nafikiri mimi wakati ule anaongea hapo nilikuwa naandika. Ulikuwa na note anasema ukiukwaji wa sheria. Ndio hiyo, hao waliokiuka sheria. Unatoka kwenye barabara unaingia mtaani huko, unaingia kwenye mitaa ndani ya nyumba za watu huko, hao wamekiuka sheria. Tunataka tuwabaini hawa. Lakini hapo katika hilo manake kuna kufahamishwa kwamba intelijensia yenyewe inasemaje, kwa maana ya kwamba intelijensia inawezekana wao waliambiwa kwamba kuna vurugu wapi uraia intelijensia. Sasa hapo maana yake ndo maana ya uchunguzi. Maana yake wao wakija na ripoti, maana yake wao si watakuja kusema kwamba kilichofanya mpaka watu wakaingia mpaka polisi wakaingia mpaka huko uraiani, labda kulikuwa kuna intelijensia za kwamba kuna mpango pia kwenda kwenye makazi. Lakini uruhusiwi kupiga risasi. Hiyo mimi hiyo sipingani nayo kabisa. Kwa sababu gani? Sipingani nayo, lakini mitaa kwetu kule, bahati nzuri sana wale mapolisi waliopangiwa kule kwetu walikuwa watu wazuri. Kule kwetu walikuwa na wale vijana si kutoka barabarani wanaingia mtaani, walikuwa wanapiga bomu la machozi na watu wanatawanyika. Lakini sasa mimi nilichoshangaa hicho kwamba kweli kabisa mtu anatoka huko anaingia mtaani unapiga risasi za moto tena. Unajua kabisa risasi hii itakayempata yule lazima atakufa tu. Hilo sio jambo zuri kabisa. Alikufanya vizuri hao waliotenda. Najua sio wote, ndio maana nasema kwamba kuna baadhi hao walitumia mabomu ya machozi. Hiyo ni sawa sawa, wamefanya vizuri. Lakini wale waliotumia risasi za moto ilikuwaje? Alafu mawasiliano polisi kwenyewe huko hamna. Watu wanafika mpaka 500 na ni kosa kubwa limefanyika pale. Kwa hiyo hao watu walioratibu kwanza hayo mambo nao pia natakiwa waulizwe kwamba nyinyi mlivyoona idadi kubwa hiyo, kwa nini msitoe taarifa huko juu kwamba jamani watu washafika 200 huko tuendelee kuua? Ni jambo baya, yani na kwa kweli kabisa, kwa kusema kweli, watu wana hasira sana mitaani kwa sababu ya tukio hili la kuua watu. Kija unasemaje? Karibu sana ndugu yangu, hoja yako ni zipi? Je, tume ya hadidu za rejea za tume ya Jaji Lila zimegusa hoja ambazo zilikuwa wananchi wanataka ziguswe, kwa maana ya hoja ambazo umezikutana nazo kwenye mitandao ya kijamii? Ndo hizo hoja ambazo umeona zimeguswa katika hadidu za rejea za tume ya Jaji Lila? Karibu sana. Kwanza mwenyekiti, kuna nafikiria tofauti kidogo na Master kwenye upande wa tume ile ya Jaji Lila, utaangalia kamera ile ya ya Chande. Ndio kwamba amesema kwamba ingeendelea ile. Mimi naona isingeendelea, kwa sababu tayari kwanza kulikuwa na msukumo mkubwa
Naona kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii mpaka viongozi wengine unakuta wanafunga kabisa sehemu za comment. Naona kwa sababu sasa hivi tupo mambo yapo kiganjani zaidi, kwamba kila kitu kinafanyika, maana yake taarifa nyingi unazipata mtandaoni. Kwa mtu kuwasilisha mawazo yake imekuwa ni jambo ambalo ni la kiwepesi sana ukilinganisha na zamani. Kwa hiyo mpaka viongozi wakubwa wanafunga komenti zao, maana yake kulikuwa na mashambulizi makali sana kutokana na kile ambacho kilitokea. Kwa hiyo utagundua kuna namna ambavyo hiyo tume ilikuwa ikilalamikiwa sana. Kwa hiyo ingeendelea bado ingezidi kuleta ile kutokuaminika zaidi. Halafu kingine ni tume yenyewe ikapendekeza bwana waunde tume nyingine ikachunguze zaidi. Huenda sasa pengine uwezo wao ulishia pale na wenyewe. Unaona kwamba waliona sasa kutokana na jambo lilivyo sisi wenyewe ile hatuliwezi. Wakaweka mapendekezo yao. Kwa hiyo yale mapendekezo yao ya kuunda tume nyingine ikachunguze sasa zaidi, pengine uwezo wao na wenyewe ulikuwa umeishia pale, wakaamua kupendekeza hilo jambo. Lakini kingine sidhani kama wataweza kwenda kuchunguza hayo matukio bila kupitia ile ripoti ya Chande. Lazima ule ndo mwongozo, yani ule ndo natumika kama mwongozo wa tume hii. Kwa ndo maana ukimwangalia Jaji Lila alivyokuwa akieleza, amekuwa akirejea sana kwenye ile tume ya awali. Kwa moja kwa moja utakuta ile ripoti ndo itatumika kama njia ya wao kuanzia pale walipoishia wale, ili waende zaidi. Sasa unajua, umeuliza swali zuri mwenyekiti, kwamba ni namna gani sasa hii tume ya Jaji Lila na Jaji Chande ina utofauti gani, au imeweza kujibu baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yakiulizwa au yamekuwa yakiibuliwa zaidi baada ya ile tume kabla na baada ya ripoti ya Jaji Chande. Kwa hiyo kwa mimi naona kuna namna fulani ambavyo imeweza kukizi yale maswali mengi ambayo yameulizwa zaidi na Watanzania, kwamba mbona hiki mbona kile. Wameweza Jaji Lila amefafanua, amegusa baadhi ya sehemu ambazo ni muhimu zaidi. Kwa mfano, unapozungumzia vifo zaidi ya 518, hivyo ni vifo vingi sana. Maana yake hapo sasa anaenda kuchunguza kwamba ni nani ambaye alihusika katika kutekeleza hayo mauaji ya watu zaidi ya 518 ikiwemo na watoto. Amegusia na swala lingine kwamba watu wako majumbani, yani wamefuatwa majumbani na yani tukio limefanyika wakiwa majumbani. Unaona? Kwa hiyo ni jambo zito sana hilo, na tutapata majibu yake sasa, kwa sababu yeye mwenyewe ameshatolea ufafanuzi kwamba sasa wao kazi yao kubwa ni kuchunguza ile ni nani ambaye alihusika. Kwa sababu hiyo ya Jaji Chande inaelezwa kwamba kuchunguza tu matukio yalikuwaje na nini, lakini huyu sasa anatuambia kwamba anaenda kuchunguza tume inaenda kuchunguza ni nani ambaye alihusika. Unaelewa? Wamekuwa wakitolea ufafanuzi wa kwamba maswali mengi yanaulizwa kwamba huyu aliyefadhili huo mpango ni nani? Ndo moja ya matatizo ya tume ya kwanza ya Jaji Chande, ndo ilikumbana na maswali mazito kama hayo, kwamba mbona hatumtaji huyu mtu ambaye alihusika? Ukimtaja nadhani nilishiriki pale. Hoja hiyo ilijibiwa kwa hoja hii ya kwamba akitajwa mtu sawa, ile yani sasa na tuhuma. Ukimtaja mtu kwamba kahusika katika hili wakati vyombo vya sheria havijafanya kazi yake, havijamhukumu, maana yake tayari utakuwa unaleta maswali haya. Umemtuhumu kwenye tume ya uchunguzi, alafu baadaye baada ya labda kuendelea na au huyu akaamua kwenda mahakamani. Umeelewa? Yani kwa maana kwamba baada ya tume ya uchunguzi, sababu kubwa za kuunda tume ya kijinai ni kwa ajili ya kwenda kupata uhakika wa hicho kitu. Hata wakiamua sasa kwamba kweli wakipata uhakika wa 100% kwamba hawa tunawatuhumu kweli wamehusika katika hili, manake inakuwa ni rahisi kwa sababu wamejiridhisha kijinai na wale walikuwa wanafanya uchunguzi. Yani hata nani hapa Jaji Lila pia alitoa utofauti wa tume hizo. Kwa hiyo mimi binafsi naona ndo maana hawakutaka kutaja, japo Jaji Chande alisema kabisa wapo ambao wanatuhumiwa na majina tunayo, lakini
kwa sababu sisi hatuna mamlaka ya kuwataja kisheria, manake lazima iundwe sasa tume ya kijinai and then mambo mengine yafuatwe, kwa sababu hata hii tume ya kijinai ni ushauri wa tume ya Jaji Chande. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.